Basi nichukue nafasi hii nikukaribisha wewe mtu wa mtandaoni kule YouTube, kule kwenye video na kwenye audio, kwenye ibada yetu hii ya kufunga mwaka. Tunaenda siku 50 na leo ni siku yetu ya 5 ya maombi haya. Dhumuni la maombi haya ni kwa ajili ya kuomba kuondoa vifo na mauti. Tumeanza haya maombi kwa sababu zile ambazo zimetokea katika nchi yetu na kila mtu ameona, na ni kwa mara ya kwanza matukio kama yale kutokea Tanzania. Kwa hiyo sisi watu wa kiroho au watu wa Mungu, ukiona matukio kama yale yakitokea, kuna uwezekano yakajirudia na kujirudia. Mimi huwa nina falsafa yangu au usemi wangu kwamba nasema ni vigumu sana mtu kutenda dhambi kwa mara ya kwanza, lakini siku tu akisubutu kutenda hiyo dhambi ni rahisi kuirudia. Ndio maana mtu anatakiwa azuiliwe. Ni vigumu sana siku ya kwanza kuiba, ni ngumu sana, lakini siku kasubutu ukaiba na ukafanikiwa, kuna siku unaweza fanyaje ukarudia, kama usipozuiliwa au ukajenga mazingira yako ya nini ya kujizuia. Kwa hiyo Tanzania haijawahi kupitia lile pito. Tunayaona Kenya, nchi zingine huko Haiti, wapi, lakini hapa haijawahi kutokea. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu tukiona kama yale lazima tufanyaje? Tuyafunge. Bwana asifiwe sana. Naomba leo tutaangalia ukombozi wa maisha. Ukombozi wa maisha. Maisha yanakombolewa. Mungu alimwachilia mwanawe pekee Yesu Kristo ili aje akomboe maisha yako kutoka kwenye dhambi, kwenye shida, kwenye dhiki na kwenye mkono nani? Shetani. Yesu alikuja ili akukomboe. Kwa maana hiyo maisha yana nini? Yanakombolewa. Ndoa inakombolewa. Usipokomboa inaharibika. Uchumi unakombolewa. Usipoukomboa utakuwa masikini mpaka siku ya mwisho. Mimi huwa nawaambia watu, mimi nimekataa kuwasindikiza watu kwenye mafanikio Tanzania. Nimekataa hicho kitu. Sitaki watu nasindikize kwenda kuwa matajiri alafu mimi masikini. Nimekataa hicho kitu. Na Mungu kila siku ananisaidia. Kwa hiyo na wewe pia utakofanyaje? Ukomboke, yani ukombolewe na wewe utoke hapo. Lakini pia mimi nimekataa magonjwa katika mwili wangu. Nimekataa. Kama nakomboa afya yangu, nimekataa. Ninapoongea leo hii, mara yangu ya mwisho kulazwa hapo Mount Meru ilikuwa ni mwaka 2014 nafikiri, 14 hivi. Kwa mpaka leo na kama ngapi? 11. Sijawahi kwenda hapo. Nimekataa, nakomboa afya yangu. Na wewe pia ukomboe. Na nitakwambia hapa leo unakomboaje. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yanakombolewa. Hawa matajiri mnaoona huku duniani hapa wamejua isiri hii. Wamejua isiri. Hawa mnaona duniani huko wamefanikiwa, wamejua isiri. Kwamba hatuishi kama watu wengine, tunaishi maisha ambayo tumeyakusudia kuyaishi, aidha kwa miungu yao au kwa Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna hatua kama 5 za kukomboa maisha. Naomba leo tuangalie tu hii hatua moja, alafu kesho nitaendelea. Hatua ya kwanza ni ukombozi wa hatua ya maisha yako. Yaani unaanza na nini? Na ukombozi wa nini? Wa hatua za maisha yako. Maisha ni hatua. Kwa maana pia hata mtoto anapozaliwa anaanza na umri 0, si ndio? Alafu anakwenda miezi 3, mwaka, miaka 5, 18, mtu mzima tayari huyo. 20 anaenda, 30 anaenda, 40, 50, 60 anaelekea. Ulipokuwa una miaka 10 na leo una miaka 40 au 50 ni tofauti. Ni nini hizo? Hatua. Hata pia uchumi wako pia una hatua. Hata ndoa ina hatua. Hata afya ina hatua. Haleluya. Kwa hiyo unaanza na nini? Na kukomboa nini? Hatua zako. Hizi hatua unazikombolea wapi? Naomba usomee Methali. Kitabu cha Methali sura ya 5 mstari wa 5. Naomba tu hapa kila mtu nisikize vizuri.
kule YouTube kabisa. Hapa mnisikize vizuri, kuna watu nimewaambia leo nitatoa video kuwasaidia. Kwa naomba tu nafundisha hapa mnisikize vizuri. Nisomee kitabu cha Methali sura ya 5 mstari wa 5. Hebu soma. Miguu yake inateremkia mauti. Miguu yake inateremkia mauti. Hatua zake zinashikamana na kuzimu. Hatua zake zinafanyaje? Zinashikamana nini? Na kuzimu. Kuna watu kabisa dunia hii hatua zao za maisha zimeambatanishwa na nini? Na kuzimu. Kuna watu afya zao zimewekwa kuzimu. Kuna watu ndoa. Kuna watumishi wa Mungu makanisa yao pia yana ukuzimu ndani yao. Kuna watumishi wa Mungu ambao pia na wenyewe pia wanaishi duniani kama kuzimu. Wapo kabisa, wapo. Ni wewe kujua kuondoa hizo watu wapi? Kuzimu. Nikisema kuzimu, lugha ya mwilini namaanisha nini? Ni kuishi maisha ya nini? Ya mateso, kuishi maisha ya shida, kupata shilingi 50,000 jasho na kutoka mpaka ugombane na watu, kuishi maisha ya ndoa, wewe na mume wako au mke ni mparangano hapo ndani. Kuanzisha kitu ni mpaka upambane, pigana na majirani, yani hivyo. Umeona hapo, ndio na kuzimu, kwa sababu Mungu alimbariki Adam na mke wake Hawa pale, akawapa bustani ya Eden. Walipokosea tu, shida zikaanzia pale. Sasa naambia watu, kula kwa jasho sio sifa, ni laana. Ile ni kuzimu. Mtu wa Mungu hatakiwi ale kwa jasho, kwa sababu ile ni kuzimu. Bwana asifiwe sana. Mwingine tu mpaka labda apate ajira mahali fulani. Kwa mama ni mpaka atoe hongo za ngono huko ndio aajiriwe. Kwa kijana ni mpaka aende akauze shamba lake kule kijijini, aje atoe hela ndio apewe ajira. Umeona kuzimu hiyo. Na leo tutaomba hapa tukataa. Kwa hiyo kuna hatua za kuzimu za kutoka. Sasa angalia, mwanadamu mpaka anakufa kuna hatua 12 zipo kule YouTube, nafikiri zipo ambazo pia nilielezea. Kuna hatua 12, nafikiri nitasema tu hizi 4 kwa sababu nataka niongelee hapa. Hatua ya kwanza ya maisha ya mwanadamu. Mwanadamu wote anaanza kwenye empty life, maisha ya utupu. Mwanadamu yoyote mkafungulia ile mtu kule. Mwanadamu yoyote anaanza katika utupu. Ndio maana pia ulizaliwa ukiwa hauna nguo, hauna nyumba, hauna gari, hauna mtoto, umezaliwa kenyewe hivi, uko tupu. Lakini kuendelea kuishi maisha ya utupu ni maamuzi yako. Sawa sawa Kwa hiyo tunaanza na empty life. Haya maisha, nikwambie mpendwa, kataa maisha ya utupu. Hata wale ambao kule kwenye mtandao, wale ambao hamjaoa wala kuolewa, usije ukaja ukaolewa kwa mwanaume, usije ukaoa mwanamke ambaye ni empty, yani hana chochote, tateseka sana. Au kama ni mwanamke ukaolewa na mwanaume ambaye ni empty, yani hana cha kupoteza, utateseka. Kwa sababu unaoa. Okay, hebu niongee vizuri hapa. Maisha yenye ustaarabu, maisha yenye maendeleo, lazima uwe una kitu, lazima. Na haya maneno si ya kwangu, hata Yesu amesema aliye na kitu afanya nini? Anaongezewa. Asiye na kitu, hata kile ambacho anafikiria anacho, anafanyaje? Ananyang'anya. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni ya empty, ya kuwa tupu. Hapa unaondokaje hapa? Lazima utafute nini? Utafute akili. Utafute akili kwamba tafuta wewe una nini? Una uwezo gani? Mimi na uwezo wa kuongea. Basi jenga uwezo wako vizuri kwenye kuongea. Toke hapo. Mwingine hana uwezo wa kuongea lakini ana nguvu tu. Basi tumia hizo nguvu zako vizuri. Yaani usikae ukawa lazy, ukawa mvivu. Hapana, tumia. Utoke hapa. Hatua ya pili unaingia kwenye nini? Local life, maisha ya chini. Na Mungu huwa anaanzia kuinua watu wapi? Chini. Haanzi kwenye empty.
Hata mbinguni hawaendi watu ambao ni empty life, yani wako watupu tu. Yani hapa duniani hakuna ambacho wamefanya, wapo tu wanazurura tu duniani. Mungu achukuaje hao watu hao? Mungu huwa anampa Ibilisi, chukua Ibilisi hao ni wako, lakini Mungu anachukua kuanzia mtu mwenye kitu. Anaanziaga hapa kwenye local life, hapa kwenye maisha ya chini. Maisha ya chini tayari mtu ambaye ana kitu chake kidogo, sio kikubwa, ni kidogo. Kama ni biashara basi anayo ndogo, Mungu anaanza kubariki hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna tabia za local life kuna tabia za mtu wa chini hapa hizi ambazo unatakiwa uziachie. Kama wewe uko hapa, wewe uziachie, kwa sababu ulikuwa hauna alafu ukapata kitu ambacho kwako kinaibuka, panaibuka ubinafsi. Sasa ubinafsi ndio baada ni rahisi sana. Okay, acha niache hii falsafa, tutaongea siku nyingine. Kwa hiyo hapa panaibuka nini? Panaibuka ubinafsi. Na ubinafsi sio dhambi, ni kwamba unalinda, ila kuna kipindi inabidi utoke hapo sasa ili uende hatua nyingine ya pili, kwa sababu anasema hata kwenye Timotheo ile kwamba anasema kwenye Timotheo, anasema mtu asiyetunza watu wa nyumbani kwake, huyo ni mbaya kuliko asiye. Maana yake kuna kitu Mungu amekupa, kuna watu Mungu amekupa, usipotunza hata uje hapa uombe upige magoti chini hapo garagare, wewe mbinguni wewe, yani wewe ni hamna kitu. Mungu akuchukui wewe. Kwa maana hata juzi nikawa naambia watu ambao walikuwa wanahamasisha maandamano, kaambia hivi, jamani, unajua kila kiongozi ana wafuasi wake. Sasa ukiona wewe ni kiongozi alafu unaambia watu waende waandamane, wapigwe marisasi, wafe, wewe ni mbaya sana kuliko hata hiyo imani ulikuwa nayo. Hivi hebu niulize hapa wazazi wale ambao mna umri mkubwa kidogo, sawa? Kwa mfano imetokea pale kwako huko na mtoto wako, sawa? Alafu mkavamiwa na majambazi, utaambia nini mtoto wako? Cha kwanza ufanya nini? Wajifiche. Wajificheni wanangu, kumeingia majambazi, jificheni. Haya, huyo anaambia wanaye watoke waende. Na nasikia vizuri Bwana anawaambia hata Watanzania wawe na akili, sio tu kuswagwa kama nyumbu, kuswagwa kama nini, kama farasi mijeledi, nenda. Hapana. Bwana asifiwe sana. Local life, kutoka hapa maisha ya chini hapa kuvuka, lazima upate nini? Connection. Mtu ambaye yuko maisha ya chini, bwana, hata ufanyeje hata ufunge 3 kavu mwezi kavu, kutoka hapo lazima upate connection. Lazima lazima upate muunganiko. Narudia tena, kwa sababu haya maisha hata mimi nayaishi, na kuna maeneo mbalimbali Mungu amemtoa kwa sababu ya hiki tu, connection. Mimi huwa naomba Mungu anipe connection siku zote. Bwana, na jambo langu hili ndogo sana nataka lifanyike, ninaombaga Bwana nipe nini? Is connection. Na kabisa huwa ananipa. Huwezi kutoka hatua ulioko kwenda nyingine pasipo mtu. Lazima aje mtu hapa akushike mkono, akwambie twende, sogea. Lazima. Sasa ukishakuwa na hiyo akili, utaheshimu kila mtu, kwa sababu hujui nani atakuinua. Utaheshimu, utakuwa na haleluya. Njoo angalia, uuliza mtu yote ambaye kimaisha amesogea, atakwambia kuna siku nilikutana na mtu fulani, maisha yangu pale yakabadilika. Mtu mmoja bwana, kuna siku, kuna baba mmoja au kuna mama mmoja au kuna mahali fulani nilikutana na ndugu fulani, kuanzia pale imechange. Kutoka maisha ya chini, connection. Tena unaweka wapi? Nasema kumuinua mnyonge kutoka nini? Na kufanya nini? Kumketisha wapi? Kwenye meza za wafalme. Bwana asifiwe sana. Haya, sasa ukishapata hii connection, unahaba, unatana maisha haya chini. Kama kuna watu wako pale, unawaacha.
Yaani usione aibu, kwa sababu utabaki pale, utabaki hapo. Ukishapata unganiko lako, sawa, pale ulipotoka toka. Kama una rafiki zako pale, waambie bana, kuna mchongo, lugha ya mtani sahihi, kuna mchongo huu, twende. Mimi siendi. Wewe muache, wewe nenda. Kwa maana Mungu akitaka akuinue, si ndio? Anakupa mtu ambaye atakuhamisha. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa Watanzania wenzangu hawa, sio wote, wengi wao mnajali sana mambo ya nini, ujamii ujamii, si ndio? Ujamii kuliko maisha yako binafsi. Ni vizuri kuishi vizuri na jamii, lakini kumbuka jamii hazifanani. Hii kauli mara nyingi huwa naongea hapa huduma ya Kristo. Hata mitaa yetu hivyo, unajua haifanani. Wewe unaongea vizuri hapa. Hivyo unajua kuna maisha Mungu akikupa, utahama kwa Morombo. Utaihama, utatuacha hapa. Utatuacha. Kabisa nakwambia, kuna maisha Mungu akikupa tu haya hapa, utatukimbia hapa kwa Morombo. Haleluya. Au niseme tu kwa juu. Kuna siku nasema hivi, unajua mimi anapenda kule mikahawa vile, lakini alipokuwa tu rais anatamani aende kule kijiweni, yani aende naye apate kakahawa, si ndio? Lakini hawezi tena. Maisha yamebadilika sasa. Tayari ni rais, hawezi tena. Sasa akiforce aende kule, kumbuka ana maadui zake, si ndio? Wanamuondoa. Ndio hivyo. Bwana anakuinua, sawa? Usipojiondoa baadhi ya maeneo, ile baraka inaharibiwa. Maana si kila mtu anapenda ukifanikiwa. Si kila mtu anafurahia umeanza kushika bila kina 8 ni milioni. Si kila mtu anafurahia. Bwana asifiwe sana. Unaingia kwenye nini? Inaitwa general life. Hatua ya 3 hii, maisha ya ushirika. Sasa unaanza kushirikiana na wale uliounganishwa nao. Unaanza kushirikiana sasa. Kuna hiki unashirikiana na ile jamii ambayo umeungwa, au ile mtu ambaye umeungwa. Ukitoka hapo sasa unaingia katika hatua hii ya 4, inaitwa growth life, au maisha ya nini? Ya ukuaji. Sasa hapa ndio kuna mafanikio. Sasa mafanikio yanaanzia kwenye ukuaji. Sasa ili ukue, jambo la kwanza lazima uwe, hebu soma hii Mwanzo 1:28. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kutiisha. Okay, ishia stop hapo. Ishia stop na kutiisha. Mtu ambaye anakuwa kiuchumi, familia, ndoa, afya, ni mtu ambaye anazaa, lugha ya Kiingereza productive, au ni mtu anayeongezeka, lugha rahisi, mtu anayeongezeka. Ukuaji ni kuongezeka. Uchumi wangu unakuwa, maana yake naongezeka. Nilikuwa nafanya biashara, napata faida yangu labda shilingi 2000. Ili nijue kama nakuwa, faida iongezeke. Naanza kupata 4000, naanza kupata 10000. Ujue hapo ndo unafanyaje? Hapo ndo unakuwa hapo. Kwa maana mimi huwa mara nyingi na washauri watu, ukiona kuna kitu unakifanya halafu hakiongezeki, acha. Usione aibu. Usiogope kuchekwa. Acha. Mimi naongea hapa wale ambao tulikuwa hapa tangu mwaka 21. Unaona hizo baada hapo zinapokwenda haziko stable. Haziko nini? Stable nini maana kwa Kiswahili? Hazijatulia si ndio stable, kwamba haziko yani sema mara umekosea. Haziko stable. Yani hazijakaa hivi. Yani zina change. Kwa sababu gani? Natafuta ukuaji. Yaani sina stability au no stable. Hazijakaa kwenye usawa yani hazijakaa namna fulani, kwa ndio hivi kuanzia Januari ni hivi.
Zile ambazo zimenyoka hivi ujue, naona za nini zinaongezeka kila siku. Naona huyu mtu akija hapa anabarikiwa. Ibada hii hebu iendelee, kwa sababu tukija tunafanyaje? Tunabarikiwa. Nikiona kuna kaibada ambako kanaleta laana, nawaambiaga funga sana nayo. Kuna kakitu labda hapa kanisani kameanzishwa, tumeona kanafaa kweli, lakini mbona kanakuwa jaribu kwa wengine? Mbona kanakuwa kwazo? Sasa kafungeni. Haijalishi tutachekwa, haijalishi, kafunge. Kwa sababu gani? Hakana baraka yako, hakaongezeki. Na hii kanuni amesema Yesu jana, aliwaambia tawi lisilozaa kufanya nini? Malikata. Hamna hekima hapo nyingine. Rafiki ambaye akusaidii unamwacha. Hakuna kama rafiki yangu hawa, huyu tumeanza muda mrefu, unamwacha. Lugha ya mtaani, unamwacha mjini hapo kwenye mataa, anashangaa tu umeenda. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Ndio ukuaji ndivyo ulivyo. Cha pili, lazima kuwa na nini? Na discipline, nidhamu ya hali ya juu. Watu ambao hawana discipline waga hawakuaji kabisa. Ukiwa na nidhamu ya pesa haitaka ikuache, haitaka ikuache. Kwa maana watu ambao Bwana amewagusa mguso wa mafanikio wa baraka, cha kwanza kuna nini? Discipline. Hebu niongee kwenye level yetu sisi wachungaji. Niongee kwenye level yetu sisi ya watumishi wa Mungu. Katafute au angalia watumishi wa Mungu ambao kuna namna Mungu amewagusa au amewabariki. Cha kwanza, hautaona upako. Utaona nini? Nidhamu. Kote, Katoliki, KKT, kwetu, kila mahali. Kaangalia utaona tu. Cha kwanza, utaona nini? Discipline, nidhamu. Hakuna mafanikio ambayo hayana nidhamu. Amnaga. Hata uombeji hakuna. Bwana asifiwe sana. Nikisema nidhamu, maana yake ni mipaka. Kuwa na mipaka. Ndio maana yake. Yaani lazima mwanadamu uwe na mipaka. Usitaki kila mtu aingie kwenye maisha yako, hapana. Kuwa na mipaka. Wewe ingia, ishia hapa. Nimefungua biashara, njoo ishia hapa. Iongelee biashara yangu mwisho hapa. Weka mipaka. Utakuwa, lazima ikue hiyo, lazima. Kuna pastor mmoja, simuongee jina. Mimi nimemkuta kwenye mtandao huku. Mimi huduma hizi za mtandao za kinabii nimeanza mwaka 2022. Yaani mpaka sasa hivi na miaka 3. Kuna ambao niliwakuta. Ni kweli nianza mwaka 2020 ila sana Magufuli alitokea kodi. Unalipia milioni 1 na lakini kile hali ya uchumi ilikuwa ni mbaya kweli, yani huwezi kufunga mtandao tukaacha. Kwa nikaanza 2022 huduma za mtandao. Kuna watu nimewapita kule. Ninapoongea hapa nimewapita mbali sana. Si kwa sababu eti wale si watumishi wa Mungu. Wa Mungu. Tena kabisa wengine wamenizidi mpaka viwango. Ambacho mimi kinanipa hatua ni hiki, discipline. Kwa mfano, sasa hivi naona kule watu wanamtukana tunaona kuna siku muona nikimjibu mtu kwa matusi. Kuna siku mmeona. Kwa sababu gani? Kuna watu hawajui kuwasilisha hoja zao. Hawajafundishwa kutoa maoni. Wanajua kutoa maoni mpaka aweke na nini? Na tusi au lugha chafu. Sijawahi. Lakini kuna rafiki zangu wale wengine sasa wale. Mtu mpaka kabisa anafanya kipindi anawatukana watu. Na ni pastor. Anatoa matusi uwezi kuamini. Bwana asifiwe sana. Sasa kama wewe Bwana amekuita kwa ajili ya watu, lazima ujue kwamba watu wana madhaifu yao, si ndio? Ujue watu wana mambo yao. Ujue jinsi ya kuwachukulia na kuwasaidia. Bwana asifiwe sana. Discipline. Nidhamu. Ngoja niongee hapa na watu wa mtandao kidogo. Ndio maana Bwana akikuita kuwa mchungaji, usikimbilie uchungaji. Nenda pale Makumira pale.
au tafuta chuo cha uchungaji, kasome kwanza miaka miwili, mwaka mmoja, alafu ndio uanze. Utumishi wako utakuwa mzuri kabisa na kabisa utambariki Mungu. Kuna vitu huwezi kuambiwa huku mtaani, ila utaambiwa pale chuoni. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yetu tunayakomboa wapi? Kwenye utupu. Usikae na mtu ambaye hana cha kupoteza, utapotea wewe. Usikae mazingira empty. Kwenye maisha hakikisha umezungukwa na watu ambao imetokea hata una tatizo lolote katika watu 10, basi hata kuwa na mmoja mwenye kufanya nini, mwenye uwezo wa kukushika mkono. Usikae na empty life. Kwenye simu yako ukifungua, si ndio, manamba ya simu yale uko nayo, basi hakikisha katika hizo namba za simu, basi angalau na watu 3 4. Hata kuna siku mpaka tatizo umeenda hata makamata, umeenda hapo na nini Murieti, basi watafanyaje? Watakuja kushika mkono. Usiishi maisha ya empty. Ni mbaya sana, hii mbaya mno. Ishi maisha ya mchango. Jua kuchanga na kuchangiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna hatua ya 4 nyingine nafikiri sasa hii. Kuna hatua nyingine ya 5 nafikiri, hiyo sitaiongea leo. Hizi zinaenda mpaka 12. Ukishatoka kwenye kukomboa hizi hatua hizo 12, lakini hizi 4 ndo za muhimu sana hizi. Hizi ndo za muhimu. Hakikisha uje unaishi maisha ya ukuaji. Kila mwaka ujipime. Mwaka huu umeisha, nini ambacho tumefanya? Mwaka huu umeisha wote huu. Usinijibu. Wewe tu ujiulize, si ndio? Kuanzia Januari mpaka leo. Nini ambacho tumefanya? Yaani hata ukiangalia kweli kuna hiki hapa nimefanya kweli. Kule mwaka umeisha, lakini mwanangu nimempeleka shule. Kweli yote sijafanya, lakini mwanangu tu amepata angalau ana kiatu. Kwa yote, lakini sasa hivi nilikuwa nakaa labda single room, si ndio? Lakini mwaka huu angalau nimeamua nini kwenye kadabo. Naelewa vizuri sawa. Yote nimeshinda, lakini angalau sasa hivi na kasehemu ka biashara kananiingizia. Uwe na kitu. Hapo ndo ukuaji unaanzia. Bwana asifiwe sana. Ukimaliza hapo unaingia kwenye hatua ya pili. Hii nafikiri nitaongea kesho kwa sababu ya muda. Nataka leo tuombe. Unaingia kwenye ukombozi wa muda sasa. Unaukomboa nini? Wakati. Kuwekewa wakati wa utoto, ujana, alafu nini? Makamu si ndio? Makamu, uzee wa mwisho. Makamu, utu uzima, alafu ndio uzee. Vile ni vipindi. Lazima ujue kwamba hapa nilipo na mwili wangu nipo kwenye season ipi, kwenye wakati upi. Hapa nilipo wakati huu unanitaka nifanye vitu gani? Fanya vile vitu. Maisha yako unakuwa umeyakomboa. Wakati ukiwa kijana, tena anasema nini? Mkumbuke Muumba wako siku za nini? Za ujana wako. Kuna kipindi utakuwa una nguvu, kuna kipindi nguvu zinapungua. Wale ambao pia mko hapa mna miaka 60, 70 mnanielewa vizuri. Mlivyokuwa mna miaka 20 na sasa hivi uko hivyo hivyo. Haifanani. Lakini kujenga wakati ulio mwema yategemea wakati wa sasa hivi umekaje. Jamani, hata uwe nani, kuna kipindi inabidi uache kila kitu. Kama una watoto ndio wakushike mkono kabisa. Kama una vijana ndio wakushike nini? Ndio maana huwa naambia wazazi, wekezeni kwa nini? Kwa vijana wenu. Usije ukajisahau. Usije ukajisahau, ukasahau watoto au vijana wako au watu wako mlioshibana. Usije ukasahau. Kwa sababu kuna wakati kabisa utafika. Hizo nguvu hauna tena. Lingine nimalizia hapa alafu tuingie kwenye maombi. Hii ikukae akilini au itukae akilini kabisa. Usitafute malaika kwa mwanadamu. Usitafute. Maana hakuna aliye malaika.
Kwenye maisha kuna kukanyagana wakati mwingine kabisa, mkupo kabisa. Mungu anaweza akakupa watu wazuri, lakini kesho akaukanyaga ukaumia. Kuwa na mipaka. Sasa maisha yanafanyaje? Yanaendelea. Kuna kuumizana wakati mwingine pia, lakini huyu anayekuumiza kesho anaweza akawa msaada kwako. Mungu akishakupa uhakika kwamba watu wako au mtu wako ni huyu, cha kwanza ujenge moyo wa uvumilivu, kwa sababu wanadamu kuna wakati wanakera kabisa. Nakwambia, namshukuru Mungu pia nimepata elimu fulani hivi inaitwa maendeleo ya jamii, kuendeleza, kufanya jamii iendelee. Ukiwa kiongozi wa kijamii, yani lazima ujue tu kwamba jamii ya watu au watu wako au watu au familia, kuna wakati mtagongana ile. Uwe na moyo ambao unaweza ukashika afu ukaachia. Usije ukaharibu kazi au ukaharibu maisha kwa sababu tu labda unajua bana, huyu aliniongea vibaya, kwa hiyo bana mimi nishachoka bana. Hivi kuna mtu ambaye hapa asemu vibaya? Hebu niambie wote tumekaa hapa. Kuna ambaye hapa haja kusema vibaya? Si ndio? Tayari. Lakini matokeo yako hivi, ulipojua umesema vibaya umechukua hatua gani? Hapo ndio kwa tofauti. Mwingine atavumilia, mwingine atasamehe, maisha yaendelee. Mwingine haitoki, anayo miaka yote, alinisema vibaya huyu. Haleluya. Hii dunia lazima watu wawe na akili ya hali ya juu. Watu wawe na akili kubwa na hekima ya kutosha. Hata hawezi kufanikiwa. Sawa. Bwana asifiwe sana. Ninaomba kwa leo niishie hapa, kesho tutaendelea. Nafikiri kwa hapa kuna jinsi fulani nitakuwa nimekusaidia kidogo, kama sio sana, kwamba lazima ukomboe nini? Komboe hatua zako. Unakombolea wapi? Usikae mahali ambako ni empty. Kaa kwenye akili, kaa kwenye connection yako, kaa kwenye ushirika. Watu ambao Mungu amekupa mshirikiane, kaa pale, jua kusamehe, jua kuchukulia, jua kuachia. Jua hivyo, utafanikiwa. Ya tatu, uwe na maisha ya maendeleo sasa, ukuaji, ya kuongezeka. Ukiona kuna kitu unafanya hakiongezeki, kiache. Shika kingine, sio dhambi. Acha, shika kingine. Hapo utakuwa umejikomboa. Naomba tusimame. Haleluya. Haleluya. Nataka tuanze kuomba na kuendelea kukataa ile roho ya kifo na mauti. Ndugu zetu, vijana wetu, kwa wale wazee, wajukuu wenu, wasipite maisha ya vifo. Wengine kabisa wanakufa kijinga kabisa, yani hakutakiwa wafe, lakini wanakufa kizembe. Tuombe Mungu tu, Mungu aendelee kuondoa hii roho ya nini? Ya mauti na vifo katika nchi yetu. Funga macho yako, sema Bwana Yesu, ninaomba uniondolee roho ya kifo, roho ya mauti kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, ninazikataa sasa hatua za kifo, hatua za mauti, hatua za mateso kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba unipe hatua za uzima, hatua za uhai, hatua za kuishi, kwa jina la Yesu. Sema sitakufa bali nitaishi. Sema familia yangu haitakufa bali nitaishi. Sema nchi yangu haitakufa bali itaishi. Sema Bwana Yesu, nipe maisha, nipe kuishi katika uchumi, nipe maisha katika afya yangu, nipe maisha. Endelea sasa kuomba hapo, endelea kuomba. Bwana akupe maisha, Bwana akupe maisha, Bwana Yesu akupe maisha. Bwana nipe maisha, nipe maisha.
Shaka mando rianda na masika. Bwana nipe maisha. Bwana nipe maisha. Bwana achilia maisha. Maisha, 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 maisha. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana nipe maisha, 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 maisha. Sema Bwana Yesu, ninakuomba leo unikomboe katika hatua mbaya nilizowekewa na shetani. Sema siku ya leo, kwa mamlaka ulionipa, ninajiondoa sasa kwenye kila hatua mbaya za maisha yangu. Ninajiondoa sasa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nitie nguvu, nipe uwezo, nipe fahamu kwa Roho wako, ili niondoke kwenye kila hatua iliyo mbaya kwenye maisha yangu. Nakataa hatua mbaya kwa jina la Yesu. Hatua za maanguko ninazikataa kwa jina la Yesu. Hatua za umasikini, hatua za ufukara ninazikataa kwa jina la Yesu. Hatua za magonjwa ninazikataa kwa jina la Yesu. Anza kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kataa hatua mbaya. Omba tu, maana Mungu anasikia. Omba tu, omba tu, omba tu, omba tu, maana hakuna neno kuomba isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Omba tu hapo ulipo, tamka tu, tamka maneno, mwambie Bwana, nipe hatua nyingine, nipe hatua nyingine ya maisha. Mwambie tu Bwana, nipe hatua nyingine ya maisha katika uchumi wangu, nipe hatua nyingine, nipe hatua nyingine. Bwana, nipe hatua nyingine katika uchumi wangu, nipe hatua katika kanisa, tupe hatua. Bwana, tupe hatua, tupe hatua, tupe hatua. Bwana, nipe hatua, nipe hatua kwenye familia yangu, katika ndoa, kwenye kanisa, katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana, tupe hatua njema, tupe hatua njema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipe hatua, nipe hatua, nipe hatua, nipe hatua. Nakataa hatua mbaya, nakataa hatua mbaya, hatua za mauti, hatua za kufunga kifo. Nazikataa, 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 nakataa, nakataa. Hatua za kuua ovyo, nakataa, nakataa, nakataa. Hatua za maanguko, nakataa, nakataa, nakataa. Nakataa kwa damu ya Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Mimi ni mzima kwa damu ya Yesu. Mimi ni ngali hai kwa damu ya Yesu. Mimi ni baraka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba ukuaji. Nipe nikue katika uchumi wangu. Nipe kukua. Nipe kukua katika fedha. Nipe kukua katika ibada. Nipe kukua. Watoto wangu Bwana, wape kukua, wakue katika wewe kwa jina la Yesu. Nipe kuendelea, nipe maendeleo yaliyo mema kwa jina la Yesu. Anza kuomba sasa, endelea kuomba, endelea kuomba. Jiombee ukuaji. Bwana, mpe ukuaji, ampe ukuaji kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, tupe kukua, tupe kukua, nipe kuongezeka katika uchumi, katika upako, katika wito huu ambao Bwana umenipa, nipe kuongezeka. Watu wako Bwana walioko hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video kule YouTube, wape kukua, wape kuongezeka, wape ongezeko, wakaongezeke, wakaongezeke katika hekima, wakaongezeke kwenye busara, wakaongezeke katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kuna mmoja nyosha juu, mwingine kama moyoni, nikuombee sasa. Bwana kutendee sawa sawa mapenzi yake. Kile ambacho Bwana amekusudia kwako, basi Bwana akufanyia. Najua kabisa ndani yako kuna haja, kuna hitaji ambalo Bwana unataka kufanyie. Na kuombea hapa na Bwana atatenda kwa mapenzi yake. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya watu wako walioko hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video na kule YouTube. Bwana Yesu, ndani ya mioyo yao iko haja, liko hitaji. Bwana, ukawaguse watu wako. Baba, ukawaguse sasa. Ukawape maendeleo, ukawape ukuaji. Na kwa mkono wako Bwana, natamka uponyaji kwa kila anayeumwa. Natamka uzima kwa kila mwenye hali za mauti.
Natamka kusimama kwa kila ambaye amekaribia kuanguka katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana akupe connection, Bwana akupe muunganiko sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kutamkia kuinuka. Bwana akuinue, Bwana akufanikishe kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Kama tukae.